Hamjambo ndugu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, mabibi na mabwana popote pale mlipo Tanzania, katika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pamoja na duniani. Ninawakaribisha katika kipindi hiki tena ambacho ni asubuhi njema ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika Sabato takatifu. Jina langu ninaitwa Matthew Gervas Msagati. Ni mwinjilisti wa Injili inayookoa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato asilia, au ukipenda unaweza ukaita kanisa la SDA asilia. Ni mkazi wa wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Ninawakaribisha tena ndugu watazamaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, tuwe wote katika kipindi hiki. Na kabla ya yote nipate kuomba. Mungu wangu na Bwana wangu Yesu Kristo, unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, tazama mimi mtumishi wako, mjoli wako, niliyekubali kutumika katika zama hizi za mwisho. Ninakualika Baba, ukawe pamoja nami, ukawe pamoja na watazamaji na wasikilizaji watakapokuwa wanaitazama video hii. Baba, ninasema asante kwa sababu unasikia. Basi na kwa sababu unasikia, ninaomba uwepo wako ukatamalaki mahali hapa. Ukanitumie tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu uwe ni wewe. Baba, ukawavuvie watazamaji na wasikilizaji watakapokuwa wanasikia hiki ambacho umenituma nizungumze nao. Ukawavuvie Roho wako Mtakatifu waweze kuelewa. Ingiza Roho wako Mtakatifu katika ufahamu wao ili waweze kuelewa na akili zao waweze kufahamu. Baba, ninaomba hayo machache ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Leo hii ni asubuhi nyingine ambayo nimependa kuwaalika na tujumuike wote katika hiki ambacho ninakwenda kukitoa au kukizungumza. Ndugu zangu, hii dunia imefika ukomo. Ninaposema dunia imefika ukomo, wala sitanii. Hakika imefika ukomo. Dunia hii, watu wake, wakazi wake wameamua kuishi vile wapendavyo wao. Mapenzi ya Mungu hayapo kwao. Hofu ya Mungu haipo kwao. Amri za Mungu wamezitupa kabisa, hawataki hata kuzisikia kwamba kuna kitu kinaitwa amri 10 za Mungu. Wala sheria za Mungu wao hawataki kuzisikia. Dunia hii wakazi wake wameamua kuishi kwa kadiri wanavyopenda wao. Kwa kweli tumefika mwisho. Matukio kadha wa kadha yanapojitokeza, hii inathibitisha kwamba kwa kweli tumefika mwisho. Ndiyo, tumefika mwisho. Dhambi zimezidi kuliko hata ilivyokuwa nyakati za Sodoma na Gomora. Na thubutu kusema hii sasa ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Hata wale Mungu ambao aliwagarikisha katika kipindi cha Nuhu, dhambi zao na hisi tumezizidi, tumezipita. Ni vile tu Mungu aliapa kwamba baada ya gharika lile, alivyoona huruma, aliapa kwamba hata garikisha tena hii dunia ijayo kwa maji. Yaani hii dunia tulionayo hata igarikisha tena kwa maji. Aliapa kwa upinde wa mvua, na ishara ya upinde wa mvua ilikuwa ni amani ya kwamba hata leta tena gharika. Lakini kusema za ukweli, dhambi za nyakati hizi za mwisho zimepita hata nyakati zile ambazo walimkasirisha Mungu katika kipindi cha Nuhu.
Ndio, ndio. Na kama asingeapa, hakika Mungu angetugarikisha hata kabla ya wakati wetu. Watu wameamua kutembea uchi, watu wameamua kuishi kinyume na maadili hata tu ya kibinadamu. Acha maadili ya Mungu, hapana, acha tuache hayo tu, lakini maadili ya kibinadamu watu wameyakana, wameyakanusha. Watu wanatembea uchi, watu wamebadili maumbile, watu wazungu wa Afrika wanataka kufanana na wazungu, wazungu wanataka kufanana na wanyama. Sisi wa Afrika tumeiga, tunataka tufanane na wanyama. Sisi ni zaidi ya wanyama. Hata Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya 5 aya ya 20. Yohana sura ya 5 aya ya 20. Hapana, sorry ndugu watazamaji. Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 20. Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 20. Biblia inasema Mungu mwana wa Mungu ametupa akili, tuzitumie vema hizi akili. Hizi akili zitusaidie kupambanua yaliyo mema, yaliyo mapenzi ya Mungu na yaliyo ya shetani. Lakini akili tulizopewa, badala ya kutusaidia kumjua Mungu wa kweli na mwanawe Yesu Kristo, hizi akili tulizopewa tumezigeuza. Zinatusaidia sasa kumjua yule Iblisi, kumjua zaidi na kumtumikia. Yaani akili tulizopewa za kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, sasa hizi akili tulizopewa kwa mujibu wa Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 20, sasa zinatusaidia hizi akili kumjua shetani zaidi na kufanya mapenzi yake. Dhambi tunazozitenda ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Hata shetani mwenyewe anatushangaa. Yaani hata shetani mwenyewe anaona tumepita lengo lake, tumepitiliza lengo lake. Yaani tumefanya vizuri kiasi cha kumfurahisha, maana tumepita lengo lake. Tumekuwa madudu mtu. Ndio, ndugu zangu, tumrudie Mungu. Tumrudie Mungu ndugu zangu. Hizi nyakati zimeisha. Yesu yuko mlangoni, anabisha. Aliye tayari kufungua mlango amkaribishe Yesu, aachane na dhambi, aachane na mambo yote yasiyompendeza Mungu. Maana kwa sasa tunayafanya mambo yasiyompendeza Mungu, hata yasiyowapendeza wanadamu wenzetu tunayafanya. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, ujumbe huu ninaowaletea asubuhi ya leo ya Sabato njema takatifu, hebu ukatusaidie kutujenga. Mrudieni Mungu, mrudieni Mungu. Ninapowahusia pia najihusia nafsi yangu, tumrudie Mungu. Ndugu zangu, tumetanga mbali na Mungu, tumetengwa mbali kabisa na utakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tusiwe kama nyakati za Nuhu, tusiwe kama nafasi za Sodoma na Gomora. Hebu tuishi kwa mapenzi ya Mungu. Hivi Yesu atakaporudi upesi, ambapo umebaki muda mfupi sana wa kurudi kwake, tutamweleza nini? Hivi ni kweli tuishie kwenye moto wa milele, tukatupwe jehanamu? Kweli kweli? Jamani, nimeona
hata wale ambao walikabidhiwa mausia ya Mungu, Israeli ya sasa, kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa mama nomino, kanisa nomino ambalo Mama White alisema kanisa la Wasabato la leo ni kanisa nomino, ni kanisa jina na washiriki wake majina. Nimeona huko wachungaji wanahubiri matusi, wachungaji wanadiriki kuhubiri matusi, wachungaji hawajali kwamba Mungu hapendezwi na mambo haya, wanahubiri matusi. Wanakwaya ambao walikuwa wanaimba kwa uadilifu, wanakwaya wa kanisa la Wasabato nomino ambalo walikuwa wanaimba kwa uadilifu na kwa utakatifu, lakini sasa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato nomino huko wanaimba kwa kunengua viuno. Tumefika wapi? Tumefika wapi? Lakini ukisoma Amosi 5 aya 23, Amosi sura ya 5 aya 23, Mungu anakataa, anakemea, hataki kabisa kelele za manyimbo kama hayo, nyimbo zinazosisimua na kuleta minenguo ya viuno. Mungu hataki. Watu wameacha uadilifu, watu wametengwa mbali na utakatifu. Roho wa Mungu amehama katika kanisa la Waadventista wa Sabato nomino. Hili ni kanisa ambalo lilikabidhiwa mausia ya Mungu ili liuhubiri kwa ujumbe wa malaika watatu, liuhubiri ulimwengu, lakini lenyewe ndilo linapaswa kuhubiriwa tena. Kila kitu wamekopi katika kanisa la Roman Katoliki. Kila kitu wamekopi katika kanisa la Roman Katoliki. Kanisa la Waadventista wa Sabato nomino la leo, kanisa la Wasabato la Waadventista wa Sabato wa leo, sio lile kanisa la Waadventista wa Sabato la akina Mama Ellen G. White huko. Hapana, lile lilikuwa na uadilifu. Kanisa la Waadventista wa Sabato la sasa halikemei dhambi, halina hofu ya Mungu, wako zaidi kibiashara. Jamani, rudini katika njia kuu. Simameni katika imani ya kweli, imani ya akina Mama Ellen G. White, ya akina William Miller, imani ya waasisi wa Adventista wa Sabato. Hiyo ndio imani ambayo tunapaswa kuenenda nayo. Na ukisoma kitabu cha Yeremia katika Biblia, kitabu cha Yeremia sura ya 6 aya 16, Mungu anasema simameni katika njia kuu. Hebu angalieni ni wapi mmejikwaa. Rudini katika njia kuu. Ulizeni mapito ya zamani, mkaone, mkaulize ni wapi tumejikwaa, ili tusimame katika njia hiyo. Lakini watu wamesema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Watu wamechagua kuishi njia zao wenyewe, wakidhani kwamba hizo njia zitawapeleka katika uzima wa milele. Lakini wanasahau kwamba Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 14 aya ya 12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hizo ni mauti. Ndiyo wainjilisti, wahubiri, tunajitahidi kuhubiri ukweli, tunajitahidi kuihubiri imani ya kweli, ili watu waifuate, ili watu waache dhambi. Lakini watu wamekuwa ni wavivu wa kusikia, kama Biblia inavyosema kwa Waebrania. Watu wamekuwa ni wavivu wa kusikia. Tunapiga kelele kwa kadiri tunavyoweza, lakini watu wamekuwa wavivu wa kusikia. Tutasema nini mbele za hukumu? Tutasema nini? Itoshe kumtumikia shetani. Tumeshamtumikia sana. Hata mimi nimemtumikia sana shetani. Nilikuwa mkorofi, nilikuwa mzinzi, nilikuwa mgomvi, nilikuwa mwenye hasira.
lakini hayo yote nimeona kama mavi, hayanifai tena kwangu, na sasa na utafuta uzima wa milele. Ndiyo, hakuna asiyefahamu kwamba mimi Mathew nilikuwa wa namna gani. Katika wale wazinzi mimi nilikuwa mkuu wao, katika wenye hasira mimi nilikuwa mkuu wao, katika wale wakorofi mimi nilikuwa mbabe wao, katika wale warusha ngumi mimi nilikuwa mbabe wao. Sikujali ulemavu nilionao, lakini sasa hayo yote nimeona kama mavi, na sasa nimeamua kuuchuchumilia wokovu ili siku moja nikapate uzima wa milele. Na sitaki kabisa kupata uzima wa milele nikiwa peke yangu. Ni lazima niwaambie ya kwamba sasa turudi katika njia iliyo sahihi, tumrudie Mungu, tukafanye mapenzi ya Mungu. Tuiogope kesho yetu, tuiogope kesho yetu. Tutasimamaje katika hukumu ya Mungu? Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, tutasimamaje katika hukumu? Tutazidhibiti vipi hasira za Mungu zitakapokuwa zinawaka juu yetu? Ni bora tusingemjua Mungu kuliko kumjua halafu hatufanyi mapenzi yake. Kutakuwa na kilio kikuu cha kusaga meno, na Mungu hataona huruma, atatutupa katika moto wa milele. Yesu atakapokuwa anabagua kondoo na mbuzi, mbuzi wakakae katika mkono wake wa kushoto na kondoo wakakae katika mkono wake wa kuume, na hapo ndipo atakapowaambia mbuzi wale walio katika mkono wa kushoto kwamba nendeni katika moto wa jehanamu, enyi nyinyi mlio waovu, mkaungue pamoja na Ibilisi na malaika zake. Ule moto haukuwekewa wanadamu, ule moto amewekewa Ibilisi na malaika zake. Iweje na sisi wanadamu tunataka tuangamie katika moto huo? Ndugu zangu, asubuhi hii ya leo na waasa, rudini kanisani, rudini katika kanisa lile la awali, rudini katika kanisa la Waadventista wa Sabato asilia. Rudini muombewe, rudini mkaombewe. Rudini wewe baba yangu, rudi mama yangu, rudi dada yangu, rudi kaka yangu, rudini mkaombewe. Rudini katika kanisa asilia la SDA, lile la waasisi, lile ambalo halikuamini utatu, lile ambalo halitaki kuingiza mapokeo ya wanadamu, lile ambalo linaamini Mungu ni mmoja wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Hilo, rudini katika kanisa hilo, rudini, Joni muombewe. Ndugu zangu, huu sio wakati wa kucheza na dhambi tena, umeisha. Mwaka 2031 sidhani kama utapita kabla Yesu hajarudi. Sidhani. Sisemi kwamba mwaka 2031 Yesu anarudi, lakini kutokana na matukio ambayo tunayaona, ingawa ile siku na saa hatujui, lakini mwaka 2031 ukiondoa ile siku na saa hatutajua na hatujui, lakini mwaka 2031 tunakamilisha miaka 6,000. Sidhani kama tutatoboa hapo. Mimi imani yangu naamini hivyo. Sidhani kama tutapita mwaka 2031. Sidhani. Hiyo ni imani yangu, na ndio imani ya kanisa la Waadventista asilia. Jamani, ndugu zangu, usicheze na dhambi. Muda wa kucheza na dhambi umeisha.
umeisha ndugu zangu. Ni wakati wa kujinasua kutoka katika mikono ya shetani. Ni wakati wa kujiondoa. Ni wakati wa kujikomboa, lakini hauwezi kujikomboa pasipo Yesu Kristo kuingilia kati. Na hawezi Yesu Kristo kuingilia kati usipomwita, usipojikabidhi kwake, usipotambua kwamba Mungu ni mmoja wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Usipotambua hivyo, Yesu hawezi kuingilia kati. Roho Mtakatifu hawezi kuingilia kati kukusaidia ili ujinasue katika mikono ya yule mwovu aliyekuteka. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Niombe. Mungu wangu na Baba yangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Umenilinda wakati natoa hili somo. Umewalinda na watazamaji na wasikilizaji wakati natoa hili somo. Hebu ukawavuvie Roho wako Mtakatifu waweze kuelewa hili somo. Nami pia ukanibariki katika somo hili, maana nisije nikawa nawahubiria wenzangu lakini mimi nikawa ni mtu wa kukataliwa. Mungu unisaidie pia. Baba, ninaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina.